tatizo la timu zetu za Tanzania wakati mwingine ni kwamba kila msimu timu inakuwa mpya. Ukiangalia ni Yanga peke yake ambao wanaonekana kama bado wana masalia ya muendelezo wa misimu iliyopita, lakini wao kundi lao ni gumu. Hata wangekuwa wana timu bora kiasi gani, ile kundi bado ni gumu. Kwa hiyo cha msingi ni kujitahidi sana kupata point nyumbani na kujitahidi walau kupata point moja ugenini. Lakini overall kwa timu zetu zote mwenye afadhali kidogo labda ni Azam, kwa sababu Manyema Union alikuwepo kwenye ligi ya mabingwa msimu uliopita, safari kaangia kwenye shirikisho, na Azam wana kocha ambaye ana kaliba ya mafanikio kwenye michuano ya Afrika. Flora Ibenge ana uzoefu mkubwa sana, amewahi kutoa ubingwa akiwa na Bekane, amewahi kufika finali akiwa na AS Vita, muda mrefu amefundisha pia timu ya taifa ya Kongo. Kwa hiyo anayajua haya mashindano ya Afrika. Kwa hiyo uwepo wake pale Azam kuna kitu utaongeza obviously, lakini bado wanabaki kuwa kwenye kundi gumu kwa sababu ya aina ya wapinzani walionao, kwa sababu Manyema, Wydad na Nairobi United wote ni wagumu, lakini wao kidogo wana afadhali. Hata Singida ana ahueni kwa njia moja au nyingine, kwa sababu msimu huu Stellenbosch wamekuwa sio bora sana, lakini inawezekana wakawa wako bora kwenye ligi yao ya nyumbani, lakini kwenye shirikisho wakawa bora. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba timu zetu tuendelee kujifunza huku tunapiga hatua, lakini lazima tuzingatie kwamba ni muhimu timu iwe na muendelezo kutoka kwenye msimu mmoja kwenda kwenye msimu mwingine, kwa sababu ukiangalia kwa mfano Simba msimu uliopita wamefika finali ya shirikisho, lakini ile timu iliyofika shirikisho ni kama tayari imeshaanza kupata disintegration. Kocha Fadlu na benchi lake la ufundi hawapo, baadhi ya wachezaji mtu kama Lionel Ateba yupo, wamekuja wachezaji wengine, kwa hiyo wanaanza safari yao upya, sio muendelezo wa msimu uliopita. Kwa hiyo ugumu ulioko uko hapo, na ndio maana tuendelee kuwa kwenye hii hatua ambayo tunaujenga mpira wetu, tunatafuta prominence kwenye mashindano ya Afrika, na kama tunafanikiwa kuweka mipango ya muda mrefu na kuitimiza, iko siku ndani ya miaka 5 ama 10 ijayo klabu ya Tanzania inaweza kufika finali ya ligi ya mabingwa ama kufika finali ya shirikisho, huku tukiwa tunasema kwamba klabu ya Tanzania ina nafasi ya kufanya vizuri, kwa sababu hizi finali mbili ambazo timu zetu zimefika kwenye shirikisho zote zimefika huku timu zetu zikiwa ni underdog, kwa sababu ya ubora wa ambaye unakutana naye. Yanga walikutana na Usman ndio alikuwa na nafasi kubwa. Simba amekutana na Bekane ndio alikuwa na nafasi kubwa. Kwa hiyo hii kwetu bado ni nafasi ya kuendelea kujijenga. Kwa hiyo hata ikitokea timu zote zimetoka kwenye hatua hii, watu wasijisikie vibaya, kwa sababu ni kurealize tu kwamba tuko kwenye hatua gani na tuendelee kuijenga hii hatua. Mechi ngumu sana ya Simba na Petro di Luanda, kwa sababu Petro last season hakufanya vizuri, aliishia hatua ya awali na ilikuwa ni kama surprise yeye kuondokea, kwa sababu msimu mmoja nyuma alikuwa ametoka kucheza nusu finali ya CAF Champions League. Anaporudi sasa hivi anajua kwamba Simba imeshakuwa ni timu hatari kwao, anajua kama Simba imeisumbua Primeiro de Agosto ya kwao mara mbili, imewatoa nishai kule Stade de Novembre, lakini pia hata hapa nyumbani walishinda mechi zao. Kwa hiyo asingetamani kuja kukutana na script ile Bravo de Maki msimu uliopita na inatoka Angola. Ilishindwa hapa, Simba ilishinda, lakini performance haikuwa bora sana. Mwalimu Fadlu Davids aliyekuwepo Simba alizungumza kwamba ile ndio mechi ngumu zaidi aliyocheza msimu uliopita. Ukifanya reference hiyo, wangetamani kuja na sura ya tofauti, hasa kwa kuangalia wao ndio timu inayotazama kama kioo cha soka la Angola. Hawatakuja kama walivyokuwa huko nyuma, watakuja wakiwa so focused, watakuja wakijaribu kucheza kwa kasi na kujaribu kushambulia kwa nguvu, ili wajaribu kupunguza madhara yanayoweza kutokana na spidi yao na kujaribu kupunguza madhara yanayoweza kutokana na Simba kushambulia muda mwingi. Kwa hiyo kwa Simba kitu kizuri kwao ni timu inaonekana imeanza kurudi, inarudi kwenye viwango vyake, kwenye levels ambazo tulikuwa tumezoea. Kwa hiyo hii ni boosting point, kama wanapata matokeo mazuri ya ushindi wanaweza kupata pa kuanzia hapo. Kwenye kombe la shirikisho kuna mechi ngumu sana ya Singida dhidi ya CR Belouizdad. Mchezo unachezwa Algeria, Stade de Julie, lakini pia unachezwa saa 4 usiku kwa saa za hapa nyumbani. Ni mida mibaya sana kwa timu zetu nyingi, kwa sababu kwanza sasa hivi ni muda ambao saa 4 usiku joto lile linakuwa limeshuka kabisa, na Algeria sasa hivi ndo wanaanza msimu wa baridi. Kwa hiyo naamini hata Singida kwenye maandalizi yao wamezingatia hicho, lakini pia Singida bahati mbaya wanaenda wakiwa nusu, kwa maana baadhi ya wachezaji hawajarudi kutoka kwenye timu zao za taifa. Kalenda ya FIFA imekuja pabaya.
lakini mbaya zaidi ni kwa sababu ya experience as a team. Wana mwalimu mwenye experience na baadhi ya wachezaji wenye uzoefu, lakini kama timu, jina la timu kuzoeleka kwenye hii michuano, kuna namna yake huwa inakuwa ni tofauti. Yani mchezaji akivaa jezi anaiona uzito wake. Ukimchukua mchezaji wa Simba anajua kwamba group stage Simba huwa inashinda, yani vyovyote iwapo. Hata nikipoteza away it's not a big deal, nikirudi nyumbani lazima Simba huwa inashinda nyumbani. Kwa hiyo kwa Singida ndio kitu wanachoweza kikosa, lakini wana mwalimu ambaye ameishi barani Afrika miaka 25, amefundisha mataifa 13 tofauti, Miguel Gamondi. Hauwezi kumzungumza kiwepesi kwa namna yoyote. Naamini anaenda kwenye mchezo wake anajua. Bahati nzuri alishawahi kuifundisha Shabab Belouizdad, alishawahi kufundisha pia wakiwa na Yanga, alishawahi kukutana na CR Belouizdad. Wana timu nzuri sana. Mwalimu Sid Ramovic aliyekuwa Young Africans ndio anaifundisha timu hii ya kina Abdurrahman Meziane, Ayman Mahayes na wachezaji wengi ambao wana ubora mkubwa. Naamini Singida wanajua wanavyotakiwa kuwa bora kuelekea kwenye mchezo huo. Wanafahamu ukifanya makosa yote utaadhibiwa. Kwenye ligi, moja kati ya kosa kubwa lilokuwa linaonekana ni kutokuwa na usahihi sana kwenye maamuzi ya mwisho ya safu ya ulinzi. Singida wanaweza kukufunga lakini una uhakika utawafikia kwao. Sasa ile kitendo cha wewe kuwafikia mara kwa mara, Belouizdad wakifika wanaweza kawa wanaleta shida. Naamini wamejipanga vya kutosha na wapo tayari kwa ajili ya kuikabili mechi hiyo. Okay. Sawa. Kwa Azam FC wanacheza dhidi ya AS Maniema. Bahati nzuri ama mbaya, AS Maniema ni timu fulani sio tabirika. Ni timu ambayo kuna wakati na kwa shindani, kuna wakati haipo kwenye ule ubora wake. Lakini mpaka wamefika hatua ya makundi, ni wazi walionyesha kwamba wanastahili kuingia kwenye hatua ya makundi. Azam FC silaha kubwa aliyokuwa nayo ni mwalimu Florent Ibenge ambaye ana uzoefu mkubwa wa michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Anafahamu mahitaji ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hicho tu kinanipa imani kwamba anaweza akawasaidia Azam kupata starting point kuelekea kwenye hizi mechi zao. Wanafahamu ni michezo migumu, michezo ambayo inahitaji si tu kuwa na performance bora, uwe na uzoefu, uwe na wachezaji wazuri, uwe na kila sababu ya kwenda kufanya vizuri. Lazima uwe na sababu nyingi za kwenda kwenye michuano hiyo na maandalizi makubwa, kwa sababu kosa lako moja linakuondoa kwenye michuano. Kwa hiyo naamini Azam wamefanya maandalizi mazuri. Bahati nzuri wana timu nzuri, wana kikosi kipana sana ambacho mwalimu anaweza kutumia kwenye namna yoyote anayohitaji. Flexibility yao itakuwa ni kubwa na ya kutosha sana. Mwisho wa siku kinachosalia, mwalimu ni anasimama, watendaji wake ni wachezaji, wanaweza kaenda kafanya jambo.